jinsi ya kubadili mlio wa MIDI. Ukiwa umeshachora wimbo wako kama tunaona hapa, wimbo wako umeuchora, ndio hapa. Tutoe hizi bar ambazo hazijatumika kama tumejifunza kwenye somo lililopita. Unaweza ukatoa hivyo, ukapiga shift uka remove. Wimbo wetu ndio hapa. Sasa ukishachora wimbo wako hapo umekamilika, labda pamoja na mashairi au namna katika muundo wote ambao umeutengeneza, kuna sehemu ya kuplay. Unaweza ukachagua noti yako hii ya mwanzo kuanzia hapa. Noti yako ya kuanzia hapo unaichagua, na baada ya hapo una uwezo wa kuplay ukausikia. Utaona hapo nimeuplay hii sehemu ya kuplay hapa, na umelia hivyo kama ulikuwa unalia. Sasa kwa sauti ambayo imesikika, unaweza kukuta labda haikupendezi au kuna namna ambavyo unataka unataka sauti zako zisikike, ndio unakuja sehemu ya add hapa, sehemu ya add sehemu ya view. Ukija sehemu ya view, unakuja sehemu ya mixer. Ya sehemu ya mixer hapo utaona itakuletea hii mixer. Hii mixer itakuonyesha kwamba sehemu sauti ambayo inalia sasa hizi itakuonyesha grand piano, itakuonyesha midi part kama ina reverb, kama ina chorus unaweza ukaweka volume yake ipo wapi, pan yake iko wapi, lakini hata master gain pia itakuonyesha. Kwa hiyo unaweza ukaziregulate ama ukazipandisha ama ukazishusha kulingana na ambavyo utakuwa unataka mwenye sauti hiyo. Lakini kuna mute voice, unaweza kumute sauti ya kwanza, ukamute sauti ya pili, sauti ya tatu, ya nne, kadri ambavyo utakuwa unahitaji mwenyewe kutumia hii mixer. Lakini kwenye vipande vyote ni vya kuseti tu hapa, lakini sehemu ya sound ni sehemu ya kuchagua sauti ambayo unataka isikike. Kwa mfano sauti ambayo ya kwanza hapa ni grand piano ambayo tulikuwa tunaisikia tulipokuwa tumeplay wimbo. Lakini ukiminya hapa itakuletea sauti nyingine nyingi ambazo unaweza ukachagua mwenyewe. Kwa mfano ukichagua lock organ, utakuta ukiplay huo mfano wa lock organ. Unaweza ukachagua zipo nyingi sana. Unaweza ukachagua violin, violin fast here. Nikachagua synthesized string namba 2 na tusikie inavyoenda. Na nikaongeza volume, kuna volume imeongezeka kidogo. Mbona hapo ni mute sauti ya kwanza. Ni mute sauti ya kwanza, utakuta ndio maana ilikuwa haisikiki hapo mwishoni. Hali kadhalika na set nyingine zote unaweza kuzitumia ili wimbo wako uweze kusikika vizuri zaidi. Kwa mara ya mwisho na tukasikiliza hiyo synthesized string
namba 2, nadhani utakuwa umeelewa vizuri jinsi ya kuplay wimbo, lakini pia jinsi ya kubadilisha sauti mbalimbali katika au sauti za MIDI katika wimbo wako.